Na hapa nipo na jirani ambaye pia ni shuhuda wa tukio hili. Natamani kufahamu jina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mr. Khalifa Mlope. Tukio hili kwenye mtaa wako limekuwa ni tukio ambalo limegusa mioyo ya watu wengi, na watu wanaposikia kibeberu kibeberu, ndipo ambapo kichwa cha marehemu James Temba kimepatikana. Wewe binafsi, siku ya tukio ambalo mpaka kichwa kinapatikana, hali ilikuwaje na una taarifa gani ambazo labda sisi hatuzijui? Kwa kweli hali ilikuwa ni ya taharuki na watu walishangaa sana baada ya kusikia kichwa kimepatikana katika mtaa wetu. Kwa sababu tulikuwa tunaona watu ugeni, watu wanakuja tu na nguo za kiraia, wanatembea tembea tu ugeni, lakini tulikuwa tujajua kama bado ni maaskari. Sisi tulikuja kujua ni siku ambao walikuja walivyosema kwa kichwa ndio kipo huku, na ndio tulipokuwa na taharuki. Na siku hiyo ilikuwaje? Siku hiyo kwa kweli watu walikuwa na taharuki, watu walijazana hapa kuona magari ya maaskari mengi yamefika, na ikasemekana kwa kichwa kimo hapo ndani, na walivyoingia hapo ikasemekana wamekipata kichwa, na ndio hapo tulibaki sisi tunashangaa. Na vipi mtuhumiwa, kwa maana ambaye ametajwa Side, nyinyi mlikuwa mkifahamiana naye hapa mtaani au ilikuwaje? Kwa kweli mtuhumiwa tulikuwa tunamuona tu, lakini hatukujua kama anafanya kazi za uganga kwa sababu ni mgeni katika mtaa wetu. Na baada sasa ya askari kumkamata na kuondoka naye, huku nyuma nyinyi kama wananchi wa eneo hili, nini ambacho mlikuwa mkizungumza? Siku ya kwanza tulikuwa hatujui jinsi walivyokuja kumchukua, walivyoondoka naye, tulikuwa hatujui kijana akafanya nini. Lakini tulikuja kupata taharuki siku ambao walirudi, walipokuja naye, waliposema kuna kichwa ambao kimpatikana. Na ni kitu gani ambacho labda sisi hatukijui, wewe kama mkazi wa maeneo haya unafahamu siku ambayo sasa ikifahamika kwamba kweli kichwa kipo ndani, nini ambacho unakifahamu kingine ambacho labda watu wanatamani kusikia kutoka kwa mtu ambaye ni jirani lakini ni shuhuda ambao ulikuwa ukitazama hapa, nasikia umati wa watu ulikuwa ni mwingi sana? Kwa kufahamu hatuwezi kusema kufahamu. Sasa wenyewe tulishangaa baada ya umati wa watu kuwepo, na sisi wenyewe tukabaki kushuhudia kitu gani ambacho kinatokea, kama kweli ni kichwa au la. Lakini walitoka na vitu ambavyo vinasemekana ndio kichwa, na ndio walivyoondoka navyo. Na hili ni tukio la ngapi kwenye mtaa wenu labda kutokea la namna hii? Hili ni tukio la kwanza katika mtaa wetu kutokea la namna hii, na ndio maana watu walibaki kushangaa sana, watu walipigwa vibumbuazi. Kwa majina naitwa Saidi. Ni mkazi wa maeneo haya? Mkazi wa maeneo haya, ni nyuma ya nyumba hii. Siku ya tukio ambapo polisi walikuwepo hapa, wewe uliona nini? Hali ilikuwaje? Sisi tulikuwa tunapita, katika kupita tukawa tumeshangaa watu wengi, maaskari wameshika mitutu, wanafunga funga manyaya yale ya njano ya kuzuia watu wasipite. Utepe. Sasa tukawa tunajiuliza kuna nini? Tumekaa pale tuangalie, maana sikuwa peke yangu, tulikuwa watu kibao, tunakaa pale. Baadaye tunaona wamemshusha mkaka kwenye gari, wamemfunga pingu, wakawa wanadai kwamba ni mtumiwa kafukia kichwa ndani. Na baada ya kuona hivyo, kila mmoja alikuwa ametaharuka, yani kushangaa, ni kukaa kama na wasiwasi. Na nje hapa palikuwaje sasa? Kulikuwa na watu wengi, yani mtaharuki, kila mtu akawa anaogopa sasa kwamba hapa mtaani tunakaa na wauaji. Na baada sasa polisi kutoka ndani, labda nini mliona? Tuliona tu huo kichwa wamekitia katika mfuko, wakakiingiza katika gari, basi baadaye wakaondoka nacho. Na nyinyi kama majirani, baada ya kuona kitu kama hicho kimetokea kwenye mtaa wenu, mlikuwa mnasemaje kutokana na tukio hilo? Tulikuwa yani kila mmoja alikuwa amepigwa na mshangao, kwa sababu ule kijana mwenyewe pia ni mgeni hapa mtaani, afahamiki. Yani toka amea hapa hata miezi mitatu sidhani kama amefikisha, na hajulikani. Nasema alikuwa akifanya kazi ya uganga wa jadi. Ndio hivyo, kila mmoja anasikia hivyo. Yani hata sisi wenyewe pia tunasikia kwamba ni mganga, lakini kifupi alikuwa hajulikani. Toka amia hapa, yani hana miezi michache. Kaja tu na wageni wake au wateja wake, anatoka nao huko, yani kama wanawasiliana tu kupitia simu. Sisi hapa majirani tulikuwa hatujui. Ndio tumekuja kufahamu hiyo siku ya tukio. Na tukio la namna hii kwenye mtaa wenu limekuwa kama tukio la ngapi? Yani ndo mara ya kwanza. Kwanza kaja kututikisia kijiji chetu, kaja kututia taharuki hapa. Yani kila mmoja sasa hivi tunaogopa, tunaishi yani kama kwa kuogopa yani. Yani baada ya hilo tukio kutokea.
Na wewe baada ya kumuona akiwa amekamatwa na jeshi la polisi na amekuja kuonyesha pale alipokuwa amechimbia kichwa, alikuwa akionekana ni kijana wa namna gani kwa jinsi ambavyo macho yako yalikuwa ukimuona kipindi muda huo wakati yuko chini ya ulinzi? Yaani kwa mara yangu ya kwanza ndio kwanza nimemuona siku hiyo. Ndio mara yangu ya kwanza kumuona akiwa amefungwa pingu na akiwa anatokea humu ndani. Yaani kifupi simjui, ndio kwanza nimemuona siku hiyo yani. Hata mke wake, wanawake si mnayo udugu wangu. Hamna, yani hana mazoea. Yani kifupi hatuna mazoea nao. Yani unavyoona huu mtaa hivi ulivyokuwa kimya ndio hivi yani. Nimesikia kwamba wewe ni msusi maarufu. Yeah, mimi ni msusi. Hajawahi hata kuja kusuka mke wake? Hajawahi. Hajawahi na simjui. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.